Kaunti ya Nakuru wameandamana hadi katika kituo cha polisi cha Nakuru kwa lengo la kukabiliana na washukiwa wa wizi wa watoto wanaozuiliwa katika kituo hicho. Ghadhabu yao ikijiri kufuatia kuibwa kwa mtoto Mary Njeri mwenye umri wa miaka 4 wiki 2 zilizopita. Mike Chalo ni mwanahabari wetu kutoka kaunti hiyo na ana taarifa hii kwa kina. Walitembea kwa zaidi ya kilomita 10 kutoka eneo la Pipeline Mzee wa Nyama wakiwa na ghadhabu na uchungu wa kutoweka kwa mtoto Mary Njeri aliyeibiwa jioni ya tarehe 11 mwezi huu nje ya makazi yao. Kwa zaidi ya majuma mawili, wazazi wa mtoto huyu wasijue alipo. Tumemtafuta for 2 weeks now. Na tujampata. Na imekuwa ngumu. Wiki ya pili unajiuliza kwani mtu mwenye ako na mtoto aoni venye mtoto ana trend. Achilie tu huyu mtoto. Wakazi hao wakiwataka polisi katika kituo cha Central kuachia wanawake wawili wanaozuiliwa katika kituo hicho wakiwa na nia ya kuwakabili. Licha ya kuonekana na mtoto akiabiri pikipiki siku ya kutoweka kwa mtoto huyo, mmoja wa wanawake hawa anadaiwa kujifanya mwenda wazimu huku akidinda kutoa taarifa kwa polisi. Tunaenda polisi, tunaambiwa ati tutafute mtoto. Huyo mama ako ndani anajifanya wazimu. Huyo mama anaitwa Mama Joroge. Tafadhali serikali, mkiwashiria hiyo mama, tafadhali mumvuge. Mkiwashiria hata kama wanyama. Na kama ifa saisi ulikula Mary Njeri wewe, uniletee mifupa tafadhali. Vile wakazi wakielekeza lawama zao kwa maafisa wa polisi na DCI kwa kutomkamata anayedaiwa kuwa mshukiwa mkuu kwa jina Evans Siasi, licha ya kuripotiwa kuonekana eneo la Rongai na ambaye ni mume wa mwanamke wa pili na aliyepatikana na dawa za kuduaza watoto. Leave no stone unturned. Kwa sababu huyu ni msichana mdogo, miaka 4.5. Wakati huo mashirika mbalimbali yalifanya matembezi ya amani katika jiji la Nakuru dhidi ya dhuluma za kijinsia huku wakikashifu wizi wa watoto. Wazazi wakitakiwa kuwa waangalifu kipindi hiki ambapo visa vya wizi wa watoto vimeongezeka katika kaunti ya Nakuru. We are here to support every child. We are here to tell the community that stop violence against children. We are here to tell them sexual and gender-based violence is a crime. Watoto ambao umeendelea mno tunaukemea kwa ukali mno na tunaomba ya kwamba wazazi waajibike kulinda watoto wao. Wazazi wasiwaachilie watoto. Mike Chalo, TV 47.